Sasa nimehamia mtaa wa saba, toka pale nilipokuwa nikikaa zamani. Mambo vipi mtazamaji wa Malenga TV, na nikukaribisha katika kipindi cha mtaa wa saba, kipindi ambacho kinakuletea maisha yote ya mtaani. Na leo niko katika mtaa wa Kigogo Mkwajuni. Niko hapa kupiga stori mbili tatu na wadau wa saluni, na leo niko katika saluni ya Pia Saluni. Nitakwenda kuzungumza naye mambo yanayohusu saluni, na kapteni wako wa kipindi nitakuwa ni mimi Flora Sixmon, mwanzo hadi mwisho. Usiache kutufuatilia. Unajua nakwenda kusema naye nini? Kuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho. Huku ukiendelea kufanya kazi zako, basi natamani sana kujua maisha ya saluni, au saluni yako wewe ulianzisha mwaka gani? Saluni yangu ina muda wa miaka 3. Na maisha ya saluni yako vizuri tu kama hivi unavyotuona. Nahudumia wateja, wanapendeza, wanadamshi hivyo. Natamani kujua kutoka kwako maisha ya saluni, yani kwa ujumla maisha ya saluni yapoje? Maisha ya saluni bwana, kama hivi unakuta mteja anakuja, tunamhudumia kwa kila anachokitaka. Mfano labda anataka kusuka dress, nakwambia anataka kusuka dress, labda mkia mirefu mifupi, akija anaelekeza kama na style kwenye simu, au kama hana hivyo anaelekeza, tunamhudumia kulingana na vile anavyohitaji mwenyewe mteja. Lakini nikihama hapo, natamani kujua kuna mambo yanasemekana saluni yanapatikana. Sasa sijajua kwa nyinyi ambao mmefungua saluni hii zaidi ya miaka 3. Natamani sana kujua kwamba saluni inasemekana huko mtaani. Mimi nimebeba kama lilivyo kwamba saluni ni sehemu mojawapo ya umbea unapopatikana. Yaani ukifika saluni shida zote zinaisha. Je, swala hili lina ukweli ndani yake? Mimi nikasema kwamba lina ukweli ndani yake au halina. Ila kwa uzoefu wangu nilionao mimi ni kwamba inategemeana na mwenyewe mmiliki wa saluni yuko vipi na anaishi vipi na watu, ndio maana umbea unakuwa unapatikana. Lakini kama ni mtu ambaye unajiheshimu na unajitambua, unajua thamani ya kazi yako, huwezi kuruhusu umbea kazini kwako. Basi ngoja niende upande wa pili huku. Natamani kujua na yeye dada, unafahamika kama nani? Farida. Je, Farida, swala hili ambalo nimetoka kuongea na dada pia pale lina ukweli gani ndani yake, kwamba saluni ndiko mahali ambako umbea ndo unapatikana? Umbea kama umbea? Ndo kama alivyosema, si kwamba inategemeana na mtu mwenyewe anakuaje. Mwenye saluni anaitegemea kama anajiheshimu aweze akafanya umbea, hata mteja akija anaheshimu pia. Lakini ukiachana na hizo stori za umbea, saluni ni sehemu mojawapo pia ambapo tunasema ndo ukitaka kumjua mume wako vizuri, kaa saluni, washirikishe tu wanaosukwa saluni au wasusi. Basi sifa za mume wako zote utazijua, kama ni mfupi, kama ni mrefu, kama ni mweupe, kama ni malaya, kama sijajua kauli hiyo kwanza ina ukweli gani, sijajua kama ni kweli au la. Saluni ndipo sehemu ya kuchambulia wanaume. Hapana, sio kweli. Mimi nimelibeba huko na linavuma mtaani, si mchezo. Nikasema sasa siwezi kujijibia mimi, ngoja nikawatafute wataalamu wangu. Dada pia narudi kwako. Je, kuna ukweli wa swala hili? Of course sio kweli. Kwa sababu unakuta mtu labda kama hivyo mteja anaweza akaja hapa saluni anakuwa na yake. Kwa hiyo hawezi moja kwa moja akafika kuelezea kwamba iko hivi na hivi na hivi, analibeba yeye mwenyewe kama mwenyewe hivyo. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba eti saluni kuna mambo kama hayo. Hapana, inategemeana tu na mwenye saluni, kama akiwa na mambo kama hayo ya umbea, labda inaweza ikatokea labda pia akiwa amezoeana na huyo mtu mwenyewe muhusika wa hilo jambo. Okay, lakini natamani sasa kwenda kujua kwa hawa wateja ambao hapa wanapatiwa huduma, swala hili je, lina ukweli ndani yake au liko vipi? Dada, kwa jina unakufahamu kama nani? Dada Rozi. Je, dada Rozi, kama nilivyomuuliza dada pia, yeye anasema kwamba saluni hamna hayo mambo, lakini huko nje ukitoka, skendo na stories zinazosikika kwamba saluni ni sehemu mojawapo ambapo utajua tabia ya mume wako. Ukitaka tu kujua kwamba mume wangu mimi malaya, mume wangu mimi ananichiti, nenda saluni kaianzishe story, utapata kinagobaga. Je, kuna ukweli kauli hiyo? Hapana, inategemea na mtu mwenyewe. Ndio maana unaangalia na unachagua saluni ya kusuka. Saluni nyingine huwezi ukaingia, ni zewe tu ukipita ile ambayo unakuta movement watu ni wengi, kwa uwezi unaangalia msusi wetu kwamba ametulia, ana mambo ya umbea, ndio hapo unakaa. Lakini sifa ya saluni ni umbea kwa baadhi ya watu. Unakili kwamba sifa ya saluni ni umbea?
Ndio, kwa baadhi ya saluni nyingine, sifa ya saluni unakuta kuna umbe kidogo wanapiga, lakini inategemeana na mwenyewe ambaye yupo ndani ya saluni. Je, yupo vipi hivyo? Kwa hiyo kwa hapa saluni kwenu sifa hizo za umbea Hamna. Kweli? Basi natamani kujua kwa dada mwingine hapa kwamba swala hili yeye analiongeleaje au analisemea kwa upande kwa namna ipi. Kwa jina unakufahamu kama nani? Neema. Na Neema, natamani kujua wewe unasemaje kwamba nilichokiuliza ni kweli au hakina ukweli ndani yake? Kwa upande wangu mimi naona hakina ukweli na inategemeana na saluni zingine. Saluni kama hizi labda saluni za Uswahili ni kwetu kweli. Lakini hata hapa ni Uswahili, lakini ni vile tu kumepoa poa. Unajua kuna zile saluni ambazo ukiingia tu mtu anakupokea kwa nakshi kama zote, lakini hapa umbea upo. Yaani mimi ninachojua umbea upo kwa sababu nimelibeba huko kama lilivyo, nikaamua kuliwasilisha. Na nyie kila nikauliza mnanikatalia. Kweli huo umbea unatokana nao, yani inatokanaje? Maana tupo wa kike kama hapa unavyoona, kwa hiyo lazima tupige story, ila swala la umbea hilo sio sawa. Na ukifuatilia au ukiangalia, wao wanasema kwamba hata mtu tu akipita hapa, kwa mfano apite tu hapa mkaka, mimi nianzishe mada niseme vile vitu vyangu, hapo ndo tutakapoanza kwamba vitu vyako yupoje, napenda mrefu, napenda mwembamba, napenda mfupi. Ndio hiyo swala ambalo mimi hapa naliuliza. Je, kitu hicho kina ukweli au hakina ukweli? Uhakika kina ukweli. Kwa hiyo na kile saluni umbea upo mwingi tu. Basi nikirudi tena, natamani kujua kwamba ni msuko, kuna malalamiko yanatokea mengi kwa wanaume ambao wanaruhusu wake zao kuja saluni kusuka. Wanasema kwamba mwanamke unaweza akaruhusiwa kuanzia asubuhi kuja kusuka mida ya saa 5, lakini nyumbani anarudi saa 10. Kuna msuko ambao unachukua masaa mengi. Kwanza ni msuko wa aina gani? Msuko unaochukua muda mrefu kwa kweli ni no stress, lakini inategemeana na amekutana na msusi wa aina gani. Kuna msusi ambaye unakuta labda no stress anaweza kutumia labda masaa 3 tayari kashamaliza, na mwingine unakuta mkono wake labda mzito, anaweza kutumia labda hata masaa 5, lakini inategemeana na huyo mtu mwenyewe, mteja ametoka kwake saa ngapi. Kuna mwingine ndio anaweza kaa amemwaga mume wake kwamba naenda saluni, lakini unakuta anapita sehemu nyingine, kuja kufika huku saluni anakuta anakuja muda mwingine tofauti kabisa na kule alipotoka. Na ni wanaume wanalalamika sana kwamba mke wangu akienda saluni kuanzia saa 1 anarudi usiku, anafanya hivi. Wewe kama mteja wa saluni ya dada pia, swala hili kwa upande wako unaliongeleaje? Yani limekaaje? Lina ukweli au tu sisi wenyewe tunapitiaga kwenye njia zingine? Ukweli upo, labda tuseme ni kwa huyo mteja sasa, maybe anakuwa na safari zake huko, au ndo hivyo anaenda saluni. Hiyo saluni ndo unakuta ina mambo ya umbea, kwa anajikuta amenogewa na story mpaka anasahau muda wa kurudi nyumbani kwake. Hapo ndo conflict zinapoanzia sasa. Na kuna kile kitu ambacho kinasemekana kwamba wadada mkikaa saluni, sijui kama hivi tumekaa hapa tunaongea nini, kuna ile tabia ya kutafutiana wanaume. Sijajua kitu hichi kina sound vipi katika masikio yenu, na kama nyie ni wahudumu wa saluni na nyie ni wateja ambao mnapenda kutembelea sehemu kama hizi kuja kupata huduma za kusuka nywele. Sijajua kwako dada unaongeleaje swala kama hili kwamba saluni ni sehemu mojawapo sisi vijana tunatafutiana wanaume? Kwa upande wangu mimi sina uhakika na hilo swala. Maana wewe najua una akili zako, umekuja saluni. Wewe mwanaume unamtoa wapi kwanza? Kuna ile kwamba kuna zile skendo ambazo zinasikika au zinatamba sana mtaani kwamba mkaka hakikisha kuona hapa siku ya kwanza kakupenda, maybe anapatikana hapo kijiweni, anakuja kuongea na dada pia kwamba dada pia bwana, yule mdada akirudi hapa siku nyingine naomba unichukulie namba zake. Umeona sasa skendo kama hizo zinavuma, ndo na mimi nikasema ngoja nije kuwauliza wateja wenyewe kwamba je, swala hili lilishawahi kuwatokea au lina ukweli upi ndani yake? Hiyo kwa kawaida ni lili, tuseme ni ukweli, hiyo kipo. Ni kitu ambacho kipo, si ndio? Unakili kipo saluni. Lakini inategemeana na wewe mwenyewe. Upoje, utakubali. Huyo wanaume wenyewe wana test. Mitambo ipo. Kwa hiyo ni ukweli. Hilo lipo Natamani kujua kwa upande wako dada, kitu kama hiko cha kutafutiana mabwana saluni kipo hakipo? Mimi sidhani kama kipo. Sijawahi ona kwanza. Wewe kwa upande wako hujawahi ona? Sijawahi ona.
Dada pia narudi kwako mwenye saluni yako. Najua una experience miaka mitatu sio midogo, ni mingi. Natamani kujua kama hicho kitu kilishawahi kutokea wakati tangu umeanza kazi zako za ususi mpaka kufikia leo hii. Mimi naweza kusema kwa kweli kuanzia nimeanza kazi yangu mpaka dakika hii namshukuru Mungu, mambo hayo hayajawahi kutokea, kwa sababu pia mimi ni mtu ambaye sipendi mambo ya ovyo kazini kwangu. Napenda kufocus na kazi na kile ambacho kimenileta. Kwa hiyo mambo mengine ya ajabu hata sipendi kuwa nayo katika kazi yangu hivyo. Okay, natamani kujua kwako pia mdada mzuri. Ni kweli kwamba mambo ya kutafutiana mabwana saluni yapo? Hakuna. Kwetu sisi hapana. Kwenu nyie hapana, ila saluni zingine zipo? Sijajua huko. Kwa sababu watu si wanasema yapo? Kama yapo labda huko, ila siku hapana. Basi ukiachana na swala hilo tu la kutafutiana mabwana saluni, natamani kujua kwenu ni namna gani ambavyo nyie mnaendesha saluni yenu, mna control wateja wenu wakija hapa. Maana kuna watu wale ambao wakishafika saluni ndiko wanafanya nyumbani sasa. Kuanzia asubuhi mpaka jioni yuko hapa. Mpaka msusi unajiuliza huyu alipotoka nyumba alikuwa hana au kitu gani. Sasa natamani kujua kwa dada pia, ukishamaliza kumsuka mteja wako ukamwona kakaa hapa chini zaidi ya lisali moja, unamfukuza au unafanyaga nini? Kwa kweli mimi wateja zangu ni wateja ambao unakuta mtu anakuja anafuata kilichomleta then anaondoka. Kwa hiyo sina wateja wale wa kusema anakuja anakaa hapa kama kufanya umbea au kufanya kuongea au kupoteza muda. Hapana, ni watu ambao wanakuwa na majukumu yao, akitoka hapo anaenda nyumbani kwake au kama na majukumu mengine anaenda kufanya. Ila kwenye saluni hiyo tabia ipo? Sijajua kama kwenye saluni kuna tabia kama hiyo, ila mimi kwangu haijanitokea kwa kweli. Kwanza wewe ndo mara yako ya kwanza kufanya kazi saluni? Si umeniambia una miaka mitatu, hujawahi kufanya nje na saluni kwako kazi ya ususi? Nimewahi. Vipi huko ulipokuwa unafanya hiyo kazi, ilikuwaje? Tuambie tu hali halisi. Kule nilikokuwa nafanya kazi mimi mara ya kwanza kulikuwa tu kawaida, kwa sababu ni saluni ambazo zilikuwa sio za Kiswahili, za ushuani. Kwa hiyo kulikuwa kuna mambo ya Kiswahili hivyo. Nashukuru. Kwa upande wako je, dada, unazungumziaje ile kwamba kuna wale wateja, au ulishawahi kuingia saluni kabla hujakuja wewe kuwa msusi? Ulishawahi kuingia saluni ukakuta situation kama hiyo? Hapana. Hujawahi kuikuta situation kama hiyo kwamba mtu amekuja kusuka lakini yeye anakaa pale kuanzia asubuhi mpaka jioni? Sijawahi. Kweli? Kwa upande wenu nyie ambao mnasukwa, natamani kujua mlishawahi kufanya hicho kitu au mlishawahi kuona kwenye saluni yoyote nje na kwa dada pia? Hujawahi kuona? Kwa saluni zingine sawa. Kwa saluni zingine sawa, ila kwa dada pia dada pia anaishi na nyinyi vizuri, anajua kwa control wateja wake vizuri sana. Nashukuru. Kwako dada, saluni najua kabla dada pia kufika mahali hapo ulikuwa kuna sehemu unafanya kusukwa, kupendeza nini. Natamani kujua huko hujawahi kuona au kuexperience vitu kama hivyo, kwamba mteja akija saluni anakaa pale muda mrefu? Hapana, almost naona gani mtu kwanza. Kwanza hapa tupo natamani hata nimalize sasa hivi niondoke. Huo muda wa kwanza kukaa tena. Hapana. Kwa hiyo tabia kama hizi kuna tu baadhi ya saluni, sio saluni zote. Ndio hivyo sasa, ukiona mtu anashinda asubuhi sasa mpaka jioni ndio umbea hapo unapoanzia. Maana unakuta mtu akiingia akitoka wanamsema hivyo. Basi mtazamaji wa Marenga TV, hayo ndio yalikuwa machache kuhusiana na maisha ya saluni. Umekwenda kusikia dada pia amekwenda kutuambia alianza namna gani mpaka kufikia hapa siku ya leo. Na umbea saluni wamekiri kwamba upo, lakini kwenye saluni hii ya dada pia inayopatikana Kigogo Mkwajuni umbea hamna. Usikose kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, na ukiingia hapo usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment, ambayo comment yako itanipa nguvu kubwa sana ya kujua nini nifanye na nini niendelee kuwaletea. Kapteni wako nilikuwa ni mimi Flora Sixmont, mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Bye. Sasa nimehamia mtaa wa 7 toka pale nilipokuwa nikikaa zamani.